Habari za asubuhi na karibuni tena kwenye vikao vyetu vya Teams. Kwa hiyo kama ilivyokuwa desturi yetu hapa Zan Securities, tunakuwa na vikao kila Jumamosi saa 4 kamili asubuhi kwa muda wa lisali moja, tukijadili mada tofauti tofauti kuhusiana na soko letu, na itakuwa nami Anastasia Dafi, Advisory Officer kutoka Zan Securities, na Pongwe Limi, Research Officer kutoka Zan Securities. So kama mada yetu ya leo inavyosema, are you ready for 2026? How to find and capture market opportunities. So tunapoendea mwisho wa mwaka, tumeona ni vizuri kuweza pia kuanalyze where we are as a market kwa mwaka huu ambao unaenda kuishia wa 2025, lakini pia kuweza kuwaambia wasikilizaji wetu au investors namna ya wao kuweza kujipanga kwa mwaka 2026. So obviously kuna vitu kadhaa vya kuweza kuviangalia ambavyo vitakusaidia wewe kama mwekezaji kuweza kufanya maamuzi yaliyokuwa sahihi kwa mwaka unaokuja, ili tuendelee kuwa na uwekezaji ambao uko very profitable na uwekezaji ambao unakuwa una manufaa kwetu. Kwa hiyo presentation leo itakuwa very brief and on to point. Tutaangalia why positioning matters, yani ni kwa nini ni muhimu wewe kuweza kujiposition kwa mwaka ambao unakuja, ili kuweza kufanya maamuzi ambayo ni sahihi kwenye uwekezaji wako. Kwa hiyo tutaangalia kwa nini hii kujiposition sasa kwenye soko ni kitu cha muhimu, lakini pia tutaangalia a market snapshot ya jinsi tunavyoona mwelekeo wa 2026 utakavyokuwa, lakini with also a reflection ya 2025, how the market has been and what that would look like kwa 2026. Lakini pia tutaangalia how to spot a market opportunity, ni kwa jinsi gani unaweza ukaspot an opportunity na pia unaweza ukachukua that opportunity to your advantage, ili kuweza kuwa na uwekezaji ambao uko very profitable kwa upande wako. Also tutaenda kuangalia briefly mistakes to avoid in 2026, which this will be a bit related to the last week's presentation ambayo tulikuwa nayo. Yes, kwa hiyo tutaangalia pia how to position your portfolio, ni jinsi gani unaweza ukajipanga kwenye portfolio yako. Kama mnakumbuka, kwa walioshiriki wiki iliyopita au kama walioenda pia kuangalia the recap YouTube video ambayo iko kwenye YouTube channel, unaweza ukaona how we emphasized kwenye umuhimu wa mwekezaji kuwa na investment portfolio, yani kuweza kuwa na a strategy ya uwekezaji na kuweza kupanga portfolio yako how it suits you best, lakini pia most importantly kuweza kupanga your portfolio in a way kwamba it's going to be a balanced portfolio, ili kuweza kukusaidia pia kuwa less exposed kwenye market risk ambazo ziko associated with generally with investing in the stock market and the capital markets in general. Then of course tutakuwa na muda wa maswali na majibu na maoni. Kwa hiyo our presentation is going to be interactive just kama ile ya last week. Kwa hiyo first of all tutapata a market snapshot, ili kuona ni where we are kwenye different key sectors, kama vile kuangalia economic growth na inflation, yani mfumuko wa bei, kuangalia interest rate na monetary policies, kuangalia market debt, financing trends, kuangalia vitu kama market liquidity and bond activities, equity market trends na macroeconomic stability and external risks. Kwa hiyo tukianza na upande wa economic growth and inflation, of course mainly if you are talking about economic growth utaongelea
swala zima la GDP, gross domestic product, ambayo hili ni pato la nchi. Sasa tukiangalia the GDP kwa mwaka huu imeweza kufikia mpaka kwamba pato la taifa limeweza kufikia 6.3, na this is an upward trend hata tukicompare na mwaka uliopita ambapo the GDP was around like 5.5%. Kwa hiyo tunaona kwamba pato letu la taifa linazidi kukua, na hii inaendelea kuashiria ukuaji wa uchumi wetu in general. Kwa hiyo the projection ambayo ipo kwenye upande wa GDP au upande wa pato la taifa ni around 6.5% kwa 2026. Lakini pia tukiangalia upande wa mfumuko wa bei au inflation, kwa hiyo inflation ni kitu cha muhimu sana for a country kuweza ku maintain at a reasonable rate, kwa sababu kama mfumuko wa bei ukiwa mkubwa, it means also prices of goods and services zitakuwa very high. Lakini tumeona kwenye upande wa uchumi wetu kwa hapa Tanzania, inflation imekuwa well contained around 3.3%, na tumeona kumekuwa kuna a slight increase kwenye mfumuko wa bei au inflation kwa mwezi uliopita wa Oktoba, ambayo the inflation iliweza kufikia 3.5%, lakini still bado iko kwenye the right range. Kwa hiyo bado tuko in a position ambayo tunaweza tukasema our inflation is well contained, na hii pia inasaidia hata kuendelea kustrengthen hela yetu au Tanzanian shillings. Lakini pia the projection is kuweza ku maintain hiyo the 3.5, kuweza ku maintain the inflation within its rates, lakini tunaona inflation inaweza ikaendelea kuwa maintain kwenye 3.5% kwa mwaka unaopita, according to estimates ambazo zimekuwa produced na IMF. Lakini the main inflation imeweza kuwa stable kwa throughout the year, kwamba kumekuwa hamna ongezeko sana la mfumuko wa bei kwenye uchumi wetu. Kwa hiyo that is actually a good thing, na ni kitu ambacho kinaendelea kuonyesha the strength of our market. Even mtu akitaka kuwaza kuendelea kuwekeza, I think it's a positive outlook. Yeah. Paul, do you have any addition kwenye upande wa inflation au kwenye upande wa pato la taifa? Yes. Yes. Labda kitu kidogo tu cha kuongezea kwenye upande wa core inflation. Kwenye swala zima la mfumuko wa bei, namna ambavyo either BOT au NBS, National Bureau of Statistics, wanavyo come up with inflation data, huwa wanaangalia sehemu mbalimbali ambazo Mtanzania wa kawaida anapopeleka pesa yake on a daily basis, hivyo chakula, drinks, fuels na vitu kama hivyo, alafu zinakuwa weighted together ili kufikia an inflation rate ambayo inatoa representation nzima ya uchumi. Lakini hizi inflation metrics waga ziko separated. Ukiangalia core inflation yenyewe inaangalia mfumuko wa bei, lakini iko separated na mfumuko wa bei kwenye vitu kama chakula, lakini vitu kama fuels, yani mafuta, diesel, petrol na vitu kama hivyo. Na kwa nini iko separated? Kwa sababu hizo elements mara nyingi waga zina very high volatility. Kwa hiyo kwa mfano labda NBS wakijaribu kuingiza hizo data moja kwa moja kwenye core inflation, inaweza ika overestimate au ika overexemplify at what rate prices zinapanda na kushuka kwenye soko. Lakini ukiangalia kwenye upande wa non-core inflation, imekuwa kitu ambacho watu wengi wamekuwa concerned, wataalamu wa uchumi wengi wamekuwa concerned, kwa sababu hata the past 2 months kwenye upande wa non-core inflation, mfumuko wa bei kwenye upande wa chakula lakini pia upande
wa fuels, upande wa mafuta, bei za mafuta duniani zimekuwa very much stable obviously, lakini kwa upande wa chakula imekuwa ikiongezeka, although at a slow rate, lakini imekuwa ikiongezeka, na hii ni kwa sababu obviously kuna namna ambavyo misimu ya huu mwaka kwenye upande wa food production kidogo ime slow down food production kwa farmers. Kwa hiyo kwenye upande wa inflation tunaweza kuona kwamba itaendelea kuwa slightly stable kuelekea 2026 na haitakuwa cause of concern, lakini nimeona kwamba ni chip in ili tuelewe vizuri kwenye swala la mfumuko wa bei. Labda Anastasia tuweze kuendelea kuangalia interest rates, yani riba la benki kuu na namna ambavyo it has affected the market mpaka sasa hivi na namna ambavyo tuna expect itakavyoenda mpaka 2026. Okay. Thank you Paul for huo mchango ambao umeweza kutupa kwenye upande wa inflation. So moving forward tutaenda kuangalia pia interest rate and monetary policy. Kwa hiyo hii interest rates imekuwa introduced na the BOT ili kuweza kusaidia, mainly ni kuweza kusaidia ku stabilize interest rate across all other sectors kama vile cost of borrowing au interest rate kwenye mabenki kuweza kukopeshana wao kama wao, lakini interest rate pia ya mabenki kuweza ina shape pia interest rates ambayo inatokana na ambayo inawekwa kwenye mikopo ambayo inatolewa na mabenki. Kwa hiyo it's very crucial kuweza pia ku take a look at interest rate kwa sababu this is what determines every other interest rate in the market, including pia the coupon ambazo zinaenda kutolewa na different bonds ikiwemo corporate and also government bonds. Kwa hiyo tunaona the Bank of Tanzania iliweza kupunguza interest rate kutoka 6% mpaka 5.75% kwenye wakati wa mid 2025, lakini hii imeendelea the projection is kwamba the interest rate pia zitaendelea kuwa maintained kwa 5.75%, na this one the mainly interest rate imeweza kuwa maintained kwa sababu inaendelea pia kusignal kwamba kuna a confidence in the inflation, kwa sababu the main reason of which this interest rate waga zinakuwa zinapandishwa au kushushwa is mainly kuweza pia kusaidia kuweza kucurb au kuweza kuweka inflation kwenye the right pace. Kwa hiyo tunaona interest rates zimeendelea kuwa maintained kwenye upande wa BOT na kwa hiyo 5.75% na the projection is kwamba itaendelea kuwa maintained kwenye hiyo 5.75% unless if there's any reason ya yenyewe kuweza kuongezwa au kupunguzwa ili kuweza kukab upande wa inflation. Yeah, this is our opinion kama the research and advisory desk on securities. Kwa tunavyoona kwamba benki kuu inaweza maintain hiyo riba baki kuwa 5.75 or even at the most extreme cases wanaweza wakaipunguza. Kwa nini tunasema hivyo? Tunasema hivyo kwa sababu gani? Kwa sababu as of late, kutokana na a lot of the political uncertainties ambazo zinatokea kwenye taifa, kuna namna ambavyo international lending organizations wamesha flag Tanzania in terms of kupokea concessional loans. Concessional loans ni mikopo kitaalamu sijajua namna ambavyo wanaita kwa Kiswahili, lakini ni mikopo ambayo ina terms huru, mikopo huru. Kwa hiyo kuelekea the first quarter 2026 na baada ya hizi siku 100 za serikali mpya kufanya kazi, kuna namna ambavyo the government ita shift towards
kuelekea domestic revenue collection, kwamba okay sawa, sasa kupata mikopo nje kuna namna fulani ambavyo itaanza kuwa tabu. Sasa let's shift kwenye namna ambavyo utaweza kutengeneza kipato hapa ndani ya taifa in terms of deni la ndani ya nchi, lakini pia in terms of domestic revenue collection, obviously TRA, vitu kama hizi cost charges hapa na pale. Kwa hiyo obviously kubakiza hii policy rate kuwa ndogo au kuishusha itasaidia serikali iweze kupata mikopo ya ndani at a very lower rate kutoka aidha kwa benki kuu au kwa commercial banks, kwa sababu serikali inakopa, the chief borrower wa serikali wa kwanza kabisa ni BOT, benki kuu, lakini pia wanaweza akakopa kwa commercial banks as well. Kwa hiyo kuibakisha the policy rate at a lower rate au kuipunguza ipo in the benefit ya serikali kuliko kuiongeza, especially tukiona mfumuko wa bei kama tulivyoelezea hapo kabla, mfumuko wa bei uko very much stable. Labda tuendelee kwenye upande wa debt markets, soko la hatifungani. Kwa upande wa soko la hatifungani mwaka huu mzima tumeona kwamba demand au uhitaji wa hatifungani, tena hasa hatifungani za muda mrefu, umekuwa ukiongezeka. June tuliona June mpaka kuelekea August pale tumeona kwamba issuances za bond za miaka 20, miaka 25, hata miaka 15 as well zimekuwa very much oversubscribed. Ile August pale tuliona issuances kama 2 za hatifungani miaka 25, ambayo amount tended ilifika trilioni 1.2, kwa mara ya kwanza amount tended kufika trilioni. Kwa hiyo that could entail vitu vingi. Obviously mabenki kwa sababu rate imepunguzwa, wana liquidity ya kutosha, wanaweza kukopeshana kwa riba ambayo ni nzuri, lakini pia they have a lot of money ambayo ina sit in their books. Kwa hiyo obviously watataka kuinvest ili waweze kupata yields nzuri. Kwa hiyo obviously wengi wamekuwa wakiparticipate kwenye soko la hatifungani more aggressive. Yatokiangalia NMB, CRDB kwenye hizi results zao za quarter 3 kwenye upande wa government securities zimeweza kuongezeka balance yake by north of 9%, 10%. Kwa hiyo tunaona demand ni kubwa hata kwenye mifuko ya pension funds obviously wakiwa na liquidity, kwa sababu kuna maeneo mengine ambayo hawaruhusiwi kuwekeza. The safest way kupata extra returns kwenye their portfolios ni kuingia kwenye soko la hatifungani. Lakini hata pia individual investors as well, individual investors na wenyewe pia wamekuwa very vibrant katika kuparticipate kwenye soko la hatifungani, both kwenye soko la upili lakini pia soko la awali kwenye BOT issuances. Kwa hiyo hata hii last week kulikuwa kuna 15-year bond issuance ambayo watu wengi expect kwamba demand kidogo inaweza ikacheza, labda hiyo inaweza ikapanda, lakini that was not the case. Bado BOT walichukua premium, bado watu wali oversubscribe by over 700 billion. Kwa hiyo tunaona kwamba as much as everything as much as kuna uncertainty at some particular point, major corporations and institutions, lakini pia hata wawekezaji as well bado wana very much confidence in terms of soko la hatifungani namna ambavyo tunavyoendelea. Labda tukipita haraka kwenye upande wa market liquidity, ukwasi wa soko mara nyingi tuna engage kwa kuangalia hiyo interbank cash market, kwamba kwa at what extent mabenki huwa wanakopeshana wao kwa wao. Kama nilivyosema, kama riba imepunguzwa, obviously rate at which the banks wanakopeshana wao kwa wao inaongezeka kwa kiasi kikubwa sana. Hapa nimechukua mfano wa March. Tena hii March ilikuwa ni kabla kupunguza riba mpaka 5.75. March bado ilikuwa 6%, lakini bado tuliona over 1 billion in cash trades kwa mabenki in the 7-day maturity. Obviously kuelekea mpaka July, kuelekea mpaka August, hizi figures zime skyrocket. Kwa hiyo tunaona kwamba ukwasi wa soko especially kwenye
kwenye upande wa mabenki ni kubwa. Kwa hiyo obviously kuna namna fulani ambavyo ina portray a resilient market, lakini hata ukiangalia hapa tu hatujaweka namna ambavyo tunavyo judge a resilient market ni rate at which mabenki wanakopesha sekta binafsi. Private sector credit. Private sector credit imeweza kuongezeka year on year by 16%. Tunaona kwamba obviously kwa sababu mabenki wana high liquidity na mabenki wako more incentivized kukopesha sekta binafsi, tena hasa sekta kama kilimo kwa mfano. Kwa hiyo tunaona hata mikopo ambayo imeenda kwenye sekta ya kilimo imeweza kuongezeka sana katika miaka miwili mitatu. Kwa hiyo tunaona kwamba in terms of ukwasi wa soko bado tupo vizuri. Kwa hiyo going into 2026 tunaweza tukaona kwamba this trend inaweza ikaendelea, obviously kwa sababu serikali pia inaweza ikawa ina look kukopa zaidi kwenye hizi institutions. Labda Anastasia utuambie labda kwenye soko la hisa what has been the case huu mwaka 2025, maana in my knowledge imekuwa ni mwaka wa kipekee sana especially kwenye soko la hisa. Yes, Paul. Kwenye upande wa soko la hisa, of course I think tumekuwa all of us witness of kwamba the market has been very bullish, kwamba kumekuwa kuna a lot of interest kwenye upande wa equities market. Kwa hiyo tumeona kwamba kwenye soko letu kumekuwa na high gains throughout 2025. Kwa hiyo both sides kwenye local and also foreign investors kumekuwa kuna a huge and a growing appetite kwenye uwekezaji. So of course we have counters ambazo zimeweza kucontribute zaidi kwenye driving these turnovers kuenda kuwa very high. Now we have of course the banking sector, lakini also the major industrial firms ambazo ndo zimeweza kusaidia pia kwenye ukuaji wa the equities market. Kwa hiyo tumeona pia kumekuwa kuna a huge appetite kwenye upande wa kuwekeza kwenye hizo stocks ambazo pia imeweza kupelekea increase in prices, lakini pia kuongezeka kwa the number of investors kwenye upande wa soko la hisa kwa ujumla. Kwa hiyo kumekuwa kuna a very upward trend kwenye equity market, na of course also all this zinakuwa pia backed up by the good economic environment ambayo the economy in general inakuwa nayo. Tukiangalia vitu kama GDP, tukiangalia vitu kama inflation and also just hizi sector ufanyaji wake kazi vizuri pia umeweza kuchangia kwenye idadi ya wawekezaji kuweza kuongezeka zaidi kwenye soko letu la hisa. Unless kama there's anything ambacho labda umeweza kunote kwenye the equity market which you would like to outline to our listeners. Yes, pia kuna namna fulani ambavyo hata structural changes ambazo zimefanyika na regulators wetu kwenye soko la hisa zimechangia katika kuongeza vibrancy kwenye soko. Kama tumeongelea swala mara nyingi sana hata kwenye vikao vyetu vilivyopita, namna ambavyo DSE kubadilisha kanuni za kutrade ilivyochangia kwa kiasi kikubwa sana liquidity, ukwasi kwenye soko la hisa, lakini pia imechangia hata participation, kwa sababu tuelezea hii kitu kabla. Zamani kanuni za trading zilikuwa zina limit ukwasi na price movement kwenye baadhi ya counters kwenye soko la hisa, labda tukiongelea kwa mfano labda TBL, TCC na Vodacom, lakini hata kwenye soko kiujumla, hata counters ambazo labda unaweza kaziita blue chip stocks, hizi counters ambazo zinafanya vizuri sana kwenye market, hata movement yake ilikuwa haiko much realistic to what you expect for it to move. Lakini walivyobadilisha hizi kanuni tumeona kwamba kumekuwa kuna volatility kubwa ndio, lakini prices zina reflect vibrancy ya watu kwenye soko, na hiyo imechangia kwa kiasi kikubwa participation kuongezeka. Watu wengi sana wanaingia kwenye soko la hisa na kutaka kuinvest. As much as mwaka huu kumekuwa kuna foreign sell-offs, wawekezaji wengi
ambao ni foreigners na diaspora wamekuwa waki-exit soko la hisa la Tanzania, lakini imekuwa replace kwa kiasi kikubwa sana na wawekezaji wa ndani ya nchi ambao wanataka kuteka advantage kwenye returns ambazo wanaziona kwenye soko la hisa. Kwa hiyo labda kwa kumalizia kwenye upande wa market snapshot, tuangalie pia macroeconomic stability. Tunaona kwamba in terms of macroeconomic stability ni kama vile tumeongelea in terms of economic growth, inflation, market liquidity, lakini ni jambo la kuemphasize in terms of how international organizations wanavyo view nchi. Kwa mfano ukiangalia IMF article 4 review ya Tanzania, via developing countries wali outline mwanzo wa mwaka pale, wali outline kwamba Tanzania it's a good enough country to invest in, na ina a risk profile ambayo imepungua, hata equity risk premium yetu ikapunguzwa. Rating agencies za kitaifa kama Moody's na Fitch wakatupa a good credit rating kama nchi. Kwa hiyo kuna namna fulani ambavyo kuingia 2025 soko la mitaji ilikuwa set ku pick up, lakini obviously as far as everything that has happened has transpired hapa kwenye huu mwezi uliopita, hizi wiki kadhaa zilizopita, na concern ambayo serikali imeraise kwamba obvious reputation na access to external funding itakuwa kama vile kitu ambacho we have to be concerned with. Lakini kama tulivyosema, the shift towards domestic debt and domestic revenue collection ni kitu ambacho tunaangalia sana kuelekea 2026. Sasa labda sasa labda tuangalie namna gani ambayo wewe kama mwekezaji unaweza ukaspot opportunity, fursa kwenye soko. Hapa tumeangalia zaidi kwenye upande wa soko la hisa kwa sababu obviously the vibrancy ya soko, unaona. Cha kwanza kabisa, strong and improving earnings. Earnings ni mapato of kampuni ambayo labda eyeing, unaona kwamba mapato yake yanaongezeka in terms of profits yanaongezeka kwa kiasi kikubwa sana. Revenue, kiasi ambacho hiyo kampuni inavyotengeneza mapato in terms of mauzo, lakini pia unaangalia cash flow. Ukiona kwamba hiyo kampuni, hata ukiangalia hata hizi quarter results zake, unaona kwamba okay, it's improving na pia growth rate yake ya kuimprove ni nzuri. Hiyo ni signal wewe kama mwekezaji kujua kwamba okay, this particular company operations zake wanafanya vizuri, it could be a good company to look at na kuinvest. Lakini pia cha pili ambacho tume outline ni kuangalia sector outlook. Sector ambayo hiyo kampuni inaofanya kazi, is it improving? Tunaona kwa mfano mpaka robo ya pili ya mwaka wa fedha 2023-2026 tunaona kwamba sector ya banking and insurance imeweza kukua kwa kiasi cha 15% kuanzia mwaka uliopita, na imeweza kuchangia up to 6% of the GDP la taifa, and this is obviously still growing. Kwa hiyo it kind of gives you a picture kwamba okay, where we are in where we are kwenye upande wa sekta ya sekta ya fedha, lakini pia sekta ya benki. Lakini kuna indicators tu chache ambazo inabidi uweze kuangalie kwenye upande wa mabenki. Kwa mfano mikopo chechefu, non-performing loans. Hii mikopo inapungua, inaongezeka kwenye banks throughout? Lakini pia revenue growth kwenye upande wa income ambayo inatokana na riba, kwa sababu business ya mabenki ni kutoa mikopo. Kwa hiyo kama wanatengeneza interest income nzuri, that could be a way to look at a growing sector. Lakini hapa nimetoa mfano mabenki because banking counters those that dominate kwenye
kwenye soko la hisa. Lakini hata pia unaweza ukaangalia industrial counters as well. Ukiangalia counters kama TBL, ukiachana kwamba hizi kanuni za trading zili affect price yake kwenye soko la hisa mpaka kutoka 10,900 kushuka mpaka kwenye 7,000, lakini sasa hivi tumeona demand imeanza kupick up. Na hii ni kwa sababu gani? Kwa sababu a good company will always remain a good company regardless of whether the price is going up, is going down, unaona. Kwa hiyo ukiangalia earnings per share ya kampuni zimekuwa zikiongezeka mpaka sasa hivi the company's earning per share zina shoot up to 800. Gawio, wanatoa gawio zuri hapa obviously kuelekea mwisho wa mwaka makampuni kama TBL na TCC wanafanyaga vizuri sana. Kwa hiyo it's a good thing to look at as well. Lakini pia labda Anastasia jaribu kutuelezea kwenye upande wa price consolidations. Hapo tunaona kwamba just kabla ya major announcements, kwa mfano labda announcements labda ya results za robo ya pili au robo ya tatu, robo ya kwanza, tukiona kwamba okay, katika hiki kipindi bei zinaanza kushuka kidogo au zina hover around same flat, ni kitu gani ambacho labda ina indicate? Okay, Paul, thank you so much for the explanation ya namna wawekezaji wanaweza wakaspot different opportunities. Well, of course, the main reason ya kuweza ku outline hizi first and foremost ni kuweza kuwasaidia wawekezaji kuweza kujua when is the muda gani wao wanaweza waka strategize na kufanya different decisions ambazo zinaweza kuwasaidia kufanya good investment. Kwa hiyo obviously kwenye upande wa price consolidation before just before announcements, of course hizi announcement tumeona sasa hivi kwamba according to pia kwenye presentation ambayo moja tumeshawahi kufanya hapo nyuma, ambapo tuliongelea ni kwa jinsi gani different announcements au different news zinaweza zika affect the prices especially za stocks au other forms of investment kwenye soko letu. Kwa hiyo tumeona kwamba kwa mwaka huu ambao ndo unaenda kuishia, our market imekuwa very sensitive and very up to date kwenye and very reactive kwenye different market news au different announcement ambazo zimekuwa kwenye soko. Kwa hiyo I think in the coming slides pia tutaenda kuona how that is also important, lakini ni vizuri mwekezaji kutake opportunity kwenye hizi announcement ambazo zinatolewa, either kuweza kufanya an investment when the prices are slightly lower na kujaribu kuangalia the gain they can obtain with the increase in prices kwenye soko, especially kwenye soko kama soko la hisa. Kwa hiyo tumeshashuhudia kwamba na pia ukizingatia na changes ya hizo au reforms ambazo zimefanyika kwenye sheria za soko, especially kwenye upande wa pricing of the stocks kwenye soko la hisa la Dar es Salaam, pia inaendelea kuwa a catalyst ya kuweza kusaidia pia hizi prices kuweza kumove more easily, and flexibility ya soko imekuwa of course imekuwa more kwenye muda huu baada pia adjustment ya hizo sheria. Kwa hiyo ni vizuri sana kuweza kuzingatia each and every announcement ambayo inaendelea kwenye soko. Let it be dividend announcement, let it be earnings announcement ambazo of course tutakuja kuona in the following slide. Kwa hiyo tumeona kumekuwa kuna a high peak kwenye upande wa announcement and news. So any investor ambaye anataka kufanya a good investment ni lazima aweze kutake advantage kwenye hizi price movement ambazo zinakuwa zipo before or during the announcement or even after announcements ambazo zinafanyika kwenye soko letu. Yeah, lakini moving forward, of course hapa tutapita very briefly kwa sababu hiki pia ni kitu ambacho tumekiongelea hata kwenye presentation yetu ambayo imepita kuhusiana na different mistakes ambazo wawekezaji tunafanya tukiwa tunawekeza kwenye soko letu la hisa na soko la mitaji kwa ujumla. Kwa hiyo kuna vitu kama investing without a plan ambayo nilisema pia hapo previously nilipokuwa I was trying to make a point kwamba ni vizuri kuweza kustrategize kwa mwaka ambao unakuja. Kwa hiyo it's very important kuweza
kuavoid kufanya investment bila kuwa na a clear plan of what you want to obtain out of that investment, au wewe una invest kwanza of course ni kufanya ile personal analysis kwamba okay, how much of risk can I be exposed to. Of course tunaona there are different groups which would react to risk in different ways. Obviously kama kuna ni watu ambao wanaendea kwenye kuretire, you obviously choose an investment which is less risky vis-a-vis watu ambao they are slightly younger. Kwa hiyo hivyo vitu vyote unatakiwa kuvitumia kuweza kuhave a plan, a investment plan and strategy ya jinsi ya kuweza kustrategize kwa mwaka unaokuja. Kwa hiyo mistake ya kwanza kubwa kabisa ambayo unatakiwa kuavoid wewe kama mwekezaji ni kuwekeza bila kuwa na malengo, lakini pia kufata hype of friends advice, which tumeona pia imekuwa a huge problem kwamba people are just investing kwa kupitia a mob, kwamba because everybody sasa hivi anawekeza kwenye a certain stock, au umeona tu a certain stock imekuwa top mover kwa siku fulani, and then that is the basis which inakufanya wewe kuweza kuwekeza kwenye hiyo stock. Kwa hiyo hicho ni kitu cha kuweza kuangalia. It's better off kupata ushauri kutoka Zan Securities ili kuweza kujua what you're getting yourself into na uwekezaji wako unafananaje. Lakini pia kuignore transaction cost. Hichi kitu tulikiongea pia wiki iliyopita kwamba kuna wawekezaji ambao wanauza mapema sana kabla hawajaweza kurealize a gain, ambayo pia inaweza ikafactor out transaction cost, kwa sababu kuna transaction cost kwenye kila uwekezaji. Ukinunua bond obviously kuna cost ambayo utaincur, ukinunua shares kuna cost ambayo utaincur. Kwa hiyo it's good kuweza usi ignore hizi transaction cost, especially ukiwa una analyze profitability ambayo unaipata. Ni lazima uweze pia account for hizi transaction costs. So for instance unanunua bonds, ni vizuri pia ukaweza analyze the cost ambayo unainkaa kuweza kupata hiyo bond, ili so determine the yield ambayo unaipata kwenye hiyo bond is also very crucial. Kwa hiyo it is something which it's a mistake which you should avoid coming to 2026, lakini over concentrating in one asset. Paul alifanya a very good explanation pia kwenye uwekezaji kwenye presentation iliyopita kuhusiana na how you can have a balanced plan, kwamba yule ambaye anakuwa kwenye balanced plan return yake inaweza ikawa moderate, lakini pia risk ambayo yeye ameweza kujiexpose pia inakuwa very minimal. Kwa hiyo you should also account for the risk ambayo unajiingiza, of course with the return ambayo unaweza kuiobtain. Kwa hiyo ni vizuri, hichi kitu tunakisema kila siku kwamba you should not place all your eggs in one basket, kuweza kudiversify na kufanya different investment in different assets. Lakini pia emotional and short term decision making, kama tulivyoelezea pia wiki iliyopita, kuna wawekezaji ambao they focus very much on short term decision making. Kwa hiyo mtu anaweza akawa amenunua leo, next week price ikaanza labda kuporomoka, akaamua kuuza without even considering what was the main reason ya hii price labda kuanza kushuka, because for sometimes the prices zinaweza zikawa zinashuka because the prices are going back to their normal state, au they're going back to realistic market prices ambazo zinatakiwa ziwepo sokoni, because sometimes prices zinakuwa inflated due to different reasons kama vile market news, earnings results, dividend results. Kwa hiyo kuna muda the market goes back, or just excessive demand in a particular stock inaweza ikapelekea prices nazo zikawa inflated. So inafikaga obviously a point that bubble ina burst and prices zinarudi back to their normal trend. So kama unafanya short term decision making, of course you are more likely kuwa affected na hizi changes ambazo zinatokea kwenye soko. So if you're lucky enough unaweza ukapata a gain out of your short term decision, lakini muda mwingine unaweza ukapata a loss, au muda mwingine you could have gotten a better gain kama ungeweza at least kuwa more patient in the market. Lakini failure to review your portfolio regularly. So
kama unafanya investment kwenye different umeweka your portfolio in different assets, ni vizuri kuweza kureview na kuweza kujua if there's any changes you need to make. Kwa unaweza ukakuta umeamua kuwekeza in a certain sector, lakini maybe it's no longer serving you au it's no longer doing well. So you can only know this kama utafanya zile general regular reviews kwenye your portfolio, na itakusaidia either kuregroup au kurestructure your portfolio into a portfolio which works best for you. So bila kupoteza muda tutaangalia pia kwa haraka sana how you can position a portfolio. Kwa hiyo obviously this is basically kama vile the opposite of what I've just been saying you should avoid kwenye the previous slide. Kwa hiyo you should set clear goals in time horizon before choosing an asset. Kwa hiyo ni lazima uwe na goals au lazima uwe na strategy kabla hujafanya uwekezaji wako, lakini lazima uwe na portfolio lazima uwe na portfolio ambayo inaweza inaweza kusee different opportunities ambazo ziko kwenye soko. So it's vizuri kuweza kuweka kuplan your investment into a portfolio, lakini pia use blue chip banks, long term bonds and CIS as a core anchor. Kwa hiyo ni vizuri pia kuweza as you're looking for a place to invest, unaweza consider the blue chip banks. Tukisema the blue chip banks tunamaanisha blue chip investment ni investment ambayo iko very profitable. So ni lazima uweze pia kuidentify investment ambazo ziko highly profitable na kuweza kubase your investment huko. Lakini pia kuna opportunities pia kwenye long term bonds. Tunaona kumekuwa kuna, kama Paul alivyosema, kumekuwa kuna huge demand kwenye hizi long term bonds, lakini bond market in general imekuwa very very vibrant kwa mwaka huu. Tumeona almost kila maturity imeweza kufikia a peak kwenye ile amount tendered kwenye mwaka huu. Tunaona 15-year bond imeweza kufikia a peak of over 770 billion, lakini pia tumeona bond ya 25-year imefikia amount tendered ya 1.2 trillion. Kwa hiyo it's also a good form of investment which an investor should also consider. Kwa hiyo unaweza pia ukajiposition huku, lakini pia kwenye upande wa collective investment scheme tumeona pia mfuko wa Timiza umeendelea kuwa very competitive in the market. Sasa hivi mfuko huo unakaribia kuwa na gains za almost 19%. Kwa hiyo it's also a good way ya kuweza kuinvest, especially kwa wale investors ambao wasingetaka kuwa directly exposed kwenye either the stock market or the bond market. Lakini pia kuweza kuavoid kuweza kudiversify across sectors and assets, kuavoid oversizing in a single stock. Hichi kitu tumekiongelea several times. Tumeweza pia kuelaborate na different graphs kwenye presentations zilizopita kwamba it's very important kuweza kudiversify kwenye different sectors, na kuna presentation moja ambayo tuliweza pia kuelezea the opportunities ambazo ziko kwenye industrial sector. Kampuni kama TBL, TPCC tuliweza kuzianalyze na tukaona kwamba there's also opportunity kwenye other sectors ukiachana na banking and investment sector, lakini always calculate your net returns after all the fees and taxes. Kwa hiyo kipindi ambacho unataka labda kuseme kuuza hisa zako, ni vizuri kuweza kuaccount for the fees ambazo ulikuwa charged, kwa sababu kama tunavyojua fees zinakuwa charged both kwenye buying and selling. Kwa hiyo ukiwa unanunua utakuwa exposed kwenye hizo fees, ukiwa unauza pia utakuwa exposed kwenye hizo fees. Kwa hiyo kipindi ambacho unataka kucalculate the general returns ambazo umeweza kuzipata, it's good kuweza kutafuta the net returns. So when you're making an assumption, labda nitanunua hapa, nitapata gawio hapa, nitauza hapa, it's good kuweza kuaccount for hizi fees ambazo and taxes, kwa sababu tunajua kwenye upande wa shares kwenye upande wa dividend kuna also withholding tax ambayo mwekezaji ana incur. Kwa hiyo you should also look onto that ukiwa unajaribu ku analyze the returns ambazo unatakiwa kuzipata, lakini also ku rebalance periodically and maintain your target allocation, which
kama nilivyosema, you should avoid kufanya regular checkups kwenye your portfolio. Kwa hiyo you should rebalance periodically, kuangalia should I maintain the same portfolio or are there any adjustments ambazo I should make. Lakini manage risk and clear rules on when to hold, reduce or exit position. Kwa hiyo it's good kuweza kujua when you should be holding a certain type of investment, when you should reduce a certain type of investment, especially if it's not serving you vile ambavyo ilitakiwa kukuserve. Lakini also kuna muda ambao inafika you should also consider exiting a certain asset or a certain investment. Kwa hiyo ni vizuri pia kuweza kumanage hizi risk ambazo zinakuwa associated na uwekezaji wako, ili kuweza kujua huu ni muda mzuri wa mimi kuexit, huu ni muda mzuri wa mimi kureduce probably an investment kwenye huku na kuweka kwenye another investment ambayo niko nayo kwenye my portfolio, au huu ni muda mzuri wa kuweza kuhold ili niweze kumaximize the gains ambazo nitakuja kuzipata hapo baadaye. Lakini pia kufollow earnings, liquidity and valuation trends to guide decision, kuangalia earnings za hiyo particular investment ambayo unaifanya. So for instance, kama ni kwenye stocks, kuangalia the earnings ambazo unapata kwenye uwekezaji wako wa hiyo stock. Lakini pia kuangalia if the investment ambayo uko nayo, is it liquid, can you easily transform your investment back into cash, kwa sababu tunajua scenarios like those happen and it's not a very smart move kama utawekeza kwenye an option which baadaye itakuja kukupa a liquidity issue. Lakini lastly ni enter position gradually and avoid kuchase momentum. So of course ile herd movement, kwamba mob movement, kwa sababu everybody is doing this, so maybe I should also do this. So you should position your portfolio in a way kwamba una avoid kuchase different trends ambazo they are not most likely to give you any benefit. So hiyo ni kuwapitisha tu very very fast kwenye mistakes ambazo you should avoid and how you can also position your portfolio kwa mwaka 2026. Na kama nilivyosema, vitu hivi vingi vimekuwa vimeshaelezewa vizuri zaidi kwenye presentation yetu ambayo ilikuwa imepita. Kwa hiyo you can always visit our YouTube channel kuweza kuangalia kwa upana zaidi what has been discussed in those previous discussions. So without wasting any more time, tunapenda kuwakaribisha kwenye muda wa maswali au maoni. Kwa hiyo unaweza tu uka raise your hand, will point out to you, then tutakaribisha maswali. Kuna swali kutoka kwa Valerie. Karibu. Sorry kama nitakuwa nje ya mada, lakini nina link, swali langu lina link na hii presentation ya mwisho ambayo umetoka kuifanya, particularly kwenye point ya kusikia ile investment opportunity, watu wanaisemaje, yani ni ile hype au ile sema mob, wanasema kuna uwekezaji, kwa hiyo unakuwa exactly na kwenda kuwekeza. So ni kutaka niulize kwenye hiyo point kwa kutoa mfano. Sasa sijui kama itakuwa kuna conflict of interest, utaniambia. Kuna hii ya ETF ya East Africa, nitaka kujua tu kuiona ni opportunity. Watu wamefanya analysis na nini, lakini inaonekana kama ni opportunity nzuri, au naweza kupata just a simple comment na hivyo kuniongezea uelewa. Asante. Nilisikika au wasn't Okay, heard? asante Valens kwa swali. Okay, cha kwanza kabisa the basic tu ya ETF. ETF yenyewe inauzwa na kununuliwa kama hisa ya kawaida. Unaona kwamba yenyewe ndio inakuwa inalipanda, unakuwa unanunua units, sawa, lakini hizo units zinakuwa zinauzwa na kununuliwa in stock exchange kama ambavyo hisa zinauzwa kawaida. Kwa hiyo obviously hata
bei zake zinapanda na kushuka kutokana na demand na supply. Case in point, tuliona kwa mfano ETF ambayo ilikuwa issued a few months ago, VIS ETF, prices kuna kipindi fulani zilikuwa zina shoot juu sana, and obviously kulikuwa hamna supply, hamna mtu ambaye alikuwa anauza VIS ETF kipindi fulani, na kulikuwa kuna a lot of complaints kwa mimi hapo bwana nimeweka order yangu ya kununua lakini order yangu haijapita. Kwa nini? These are the dynamics ambazo inabidi uelewe kwa soko la hisa, kwamba in order for you to buy something, ili kununua kitu lazima kuna mtu anauza, unaona, na hiyo system inakuwa matched automatically, na inakuwa matched kutokana kwanza na price, kama price ambazo umeweka hizo orders zinafanana. Kwa hiyo kwa sababu obviously uwezo ukaweka bei ya kununua kwa 350 alafu ikapita kwa mtu ambaye anauza kwa 380, hiyo haiwezekani. Kwa hiyo prices ndo the biggest factor kwenye upande wa kumatch order, and this was a challenge kwa upande wa VIS ETF kwa pindi fulani, lakini obviously ikafika muda watu wakataka ku take profit, wakawa wanauza, kwa hiyo obviously kukawa kuna a particular stability. Unaona, in terms of fundamentally ukisoma ile offer document, mfuko unaonekana kwamba it is a good idea, it looks like it's good. Wakiweza ku raise amount ambayo walikuwa wanahitaji ku raise ambayo ni 10 billion, na kuwekeza kwenye hizi large cap stocks, sababu obviously mara nyingi large cap stocks ambazo zimekuwa listed pale mara nyingi ni hisa ambazo zinafanya vizuri sana kwenye the respective masoko ya hisa kwenye East Africa. Kwa hiyo unaona pale kuna NMB, kina CRDB, kuna Safaricom and all these other blue chip stocks ambazo zipo kwenye masoko ya hisa ya different East African markets. Kwa hiyo fundamentally it could be doing good because they're investing in blue chip investments. Lakini kitu ambacho inabidi ufahamu, inabidi take into account ukiwa unataka kununua ETF ni liquidity, kwa sababu obviously mtu atanunua sasa hivi kwenye IPO wakati bei ni ndogo, kama ilivyotokea kwenye VIS ETF, kipande ilikuwa ni 100 kama kitu kama hicho, yeah, 200. Yes, something 100, don't really remember well. Lakini sasa obviously mtu ataendelea kuishikilia mpaka afike sehemu ambapo okay, this is a place where I can take profit. Au kuna mtu mwingine anaweza akahold alafu aseme mimi hapa siuzi hizi ETF zangu. Unaona? Kwa hiyo sasa wewe hapa ambao uko take part in IPO unataka kuingia kwenye soko la pili utafanyaje? Kwa hiyo it is very important to take into account vitu nini, especially kitu kile kinafanywa IPO, hata ingekuwa ni kampuni inafanywa IPO, liquidity issue ni kitu ambacho inabidi uchukue into account. How long will it take for a person ambaye haja participate kwenye IPO kuweza kupata hizi hisa au hizi ETFs kwenye soko la upili. Kwa hiyo that is very important. Natumaini nimejibu swali lako. Ningependa kukaribisha swali lingine. Yes, kama And I think also, for just to add, ni kwamba hata ukiachana na the part of the IPO, pia ni vizuri kuweza kuconsider kwamba kuna watu wengine ambao pia waliweza kuzinunua kwa prices ambazo ziko very high na baadaye the prices zimeanza ku drop down. Kwa hiyo that can also it can also be like some sort of an issue kwa yule mtu ambaye alinunua kwenye between the time ambao the prices they were very much high na sasa atalazimika kuuza kwa prices ambazo ziko slightly lower. Kwa hiyo those are just risk ambazo ziko associated of course kwenye stock exchange. Kwa kama mwekezaji, ukifanya uwekezaji, you have to be aware of those and then make a decision based baada ya kuona what are the merits and what are the demerits ya huo uwekezaji wako. Yeah. Kuna mkono kutoka kwa Damas, karibu. Samahani, mimi nilikuwa nauliza kuhusiana na kipengele kimoja umekielezea hapo kwamba ili uweze kuwekeza lazima uwe na lengo la kuwekeza. Sasa je, hilo lengo maana uwekezaji unakuwa ni wa kipindi au unaweza kusema bwana mimi naamua kuweka huko hisa zangu mimi niendelee kula tu ile magawio tu basi? okay,
Sawa, that's a very good question. Malengo huaga ni kitu ambacho ni personal, kama wanaposemaga personal finance ni kitu personal. Kila mtu ana malengo yake, unaona. Tunasema kwamba usiwekeze bila malengo kwa sababu ukiingia kwenye soko la hisa bila malengo, unataka kununua, utaishia kununua kitu ambacho si kizuri, unaona. Kama ambavyo labda unaenda sokoni tu kununua labda mikate. Obviously in your mind you have a purpose. Kwa mimi hapa naenda labda sehemu fulani kununua kitu fulani, lakini labda unaenda Kariakoo alafu hujui unachoenda kununua, you can imagine chaos ambayo itafuata baada ya hapo. It is the same way kwenye soko la hisa au soko la mitaji kiujumla. Inabidi uwe na plan. Unajua kabisa kwa mimi hapa labda ninawekeza kwa kipindi cha miaka 5. Unaona, labda mimi hapa katika kipindi cha miaka 5 hapa nataka ndio napata uwekezaji wangu huo unanipatia kipato endelevu kila mwaka au kila baada ya miezi 6. Kwa hiyo obviously kuna baadhi ya asset ambazo zinaweza kukupa vitu kama hivi, labda kwa mfano hati fungani bond, au labda hisa ambazo zinatoa gawio. Kwa hiyo yani and that is just an example, unaona. Lakini kuna mtu mwingine ambaye anawekeza alafu ana hold, bwana mimi hapa mimi hizi nazi hold for however long mimi hapa nataka kuzi hold hivyo, na yenyewe pia nao ni lengo. Lakini kwenye hiyo particular strategy nataka kuiongelea kwa sababu watu wengi sana tumepokea these types of people kwa muda mrefu sana. Kwa mtu anasema mimi nataka niwekeze ninunue hisa nizi hold hata nisiziangalie. That is a flaw, kwa sababu tunavyoangalia, tumesema mara nyingi sana hapa kwamba ni vizuri kureview portfolio yako mara kwa mara, hata sio mara kwa mara kusema daily hivyo, kwa sababu sio kila mtu ana the knowledge all the time ya ku review hizi prices daily. We can do that for you, lakini labda kila mwaka, let's say unasema okay, mimi mwaka huu labda nimewekeza kwenye bond na hisa, hizi hisa zimefanyaje hivyo, labda hisa hizi zimepanda bei, zinaletea gawio, au hati fungani imekuwaje, hati fungani imeweza kuinvest imenipatia matokeo gani, unaona. Review it regularly. Ndio sawa unataka kuhold muda mrefu, lakini inabidi ureview mara kwa mara kujua okay, hiki kitu nimeweka haini serve, hii hapa labda niuze niwekeze kwa kitu ambacho ni kizuri zaidi. That is what we are talking about. Kwa hiyo yeah, that is that. Natumaini nimejibu swali lako. Labda ningependa kukaribisha mtu mwingine kwa swali. Just feel free kunyoosha mkono and we'll attend to you. Nashukuru, pia nilikuwa na swali jingine hapo. Anthony, kwamba karibu Anthony. Hello, nasikika? Yes, unasikika. Yes, nilikuwa naomba kuuliza swali. Kwa hizi siku kadhaa recently tuliona kwamba counter ya Precision ilikuwa ikipanda juu. Sasa hivi tumeanza kuona inaendelea kushuka chini. Sasa nyie kwa expectations zenu mnategemea kwamba hiyo counter ya Precision itakuja kuanza kuperform kwenye soko vizuri? Okay. Yes, hiyo ni swali zuri. Sasa cha kwanza kabisa ambacho inabidi ufahamu, kuna ndio as much as mida mwingine mwelekeo wa bei za hisa fulani sokoni inaweza ikaendana sambamba na namna ambavyo operations za kampuni zinavyofanya kazi, lakini in other cases inaweza ikawa very very opposite. Unakuta kampuni is not doing very well, labda it's been operating on losses, inatengeza hasara, unaona. Labda unakuta mapato yake, ukuaji wake uko stunted au yanapungua, lakini unaona kwenye soko la hisa bei zake zinapanda, unaona. Hiyo inaweza ikaindicate vitu kadhaa. Cha kwanza kabisa inaweza ikaindicate kwamba wawekezaji wamekosa options zingine za kuwekeza, sasa wanaanza kuangalia hisa ambazo bei zake ni ndogo, na hiyo ni hulka ya wawekezaji wengi wa Tanzania, kwamba mtu anaangalia bei, anaangalia hisa zenye bei ndogo 200, 300, 100, anadhani kwamba okay, maybe because sababu hizo bei zake ni ndogo, naweza nikanunua nikapata nyingi hivyo, and just for the feel kwamba unamiliki hisa. Lakini
inabidi ujiulize unawekeza kwenye kampuni gani, unaona, kwa sababu obviously kama watu wengi wananunua hisa za kampuni fulani, kama the laws of demand and supply zinasema, demand ikiongezeka price inapanda. Kwa hiyo unakuta bei ya hisa fulani inapanda kwa kiasi kikubwa sana, wakati the fundamentals of the company reflect kitu kama hiko. Unakuta kampuni inatengeza hasara, kampuni labda haijawahi kutoa gawio kabisa, and in real sense labda hiyo kampuni ingetakiwa kuwa delisted kwenye soko, lakini kwa sababu watu wameona kwamba okay, na hii pia nao ni hisa, ngoja ninunue. Kwa hiyo ndo kitu ambacho kinatokea, kitaalamu wanaita unatengeneza asset bubble, na mara nyingi bubbles zinafika kipindi zina pop, unaona, bei zina shoot juu sana, alafu ndo okay, wale wa take profit wana take profit, au wale ambao wangetaka kuingia wanaona mbona bei yake ni kubwa sana, alafu sasa wanaanza ku refer to the fundamentals, alafu wanaanza kuona okay, hapa kumbe nilikuwa nanunua kitu ambacho sio, wanaanza kuuza, bei zinaanza kupromoka tena. So that is how it works. Kwenye upande wa PAL, kama nilivyoelezea kabla, nishakuelezea kidogo kwa ufupi kuhusu PAL. PAL imekuwa ikipitia changamoto kwenye upande wa revenue, mapato na mauzo. Na hii pia ni kwa sababu gani? Kwa sababu kwa kipindi cha muda mrefu, especially in the 2000s pale kuelekea 2010s na wapi, as an airline ambayo inafanya kazi ndani ya nchi, commercial airline, pale ilikuwa haina competition, unaona. Lakini sasa obviously baada ya airlines za nje kuanza kufanya kazi ndani ya nchi, lakini pia ujio wa Air Tanzania imeweza ku shake revenue collection ya PAL. Na PAL, kumbuka, inamilikiwa partly na Kenyan Airways. Kuna kipindi Kenyan Airways walikuwa na threaten ku divest kwenye PAL, wanaona kwamba bwana, hii kampuni haituletei faida, sisi bwana tutoe hela zetu. Kwa hiyo lakini wamefikia conclusion kwamba watataka kufanya restructuring. Kwa hiyo mpaka hiyo restructuring ifanyike, bado we don't see PAL. I wouldn't rate it as a good investment option kwangu mimi at least. Kwa hiyo ukiona bei zake zinapanda na kushuka, it could be just because ya hype za hapa na pale hivyo. Kwa hiyo yeah. Sasa kwa sababu naona muda wetu umetupa mkono, ngoja tumalize na swali moja kutoka kwa Julius, hapo tutafunga kikao. Asante sana, naomba kuuliza swali moja. Tunasema kwamba ukiweza kuwekeza katika soko unaweza kupata labda mkopo kwenye benki kwa ajili ya kufanya labda business nyingine. Niko naomba kujua labda maybe kama una hold stock unaweza kupata access ya mkopo, na ni vitu gani ambavyo labda vinazingatiwa. Asante. Okay, asante Julius kwa hilo swali. So hizi forms za investments most of the times zinaweza zikatumika kama collateral. Kwa hiyo stocks zinaweza zikatumika pia kama a form of collateral, lakini the issue is most of the time banks au hizi financial institutions ambazo zinatoa mikopo zitakataa kutumia stocks kama form ya kupata mkopo kwa sababu ya the risk ambayo pia the high risk ambayo iko associated na stocks. Kwa hiyo benki akifanya mahesabu kwamba achukue collateral ya stocks without the knowledge kwamba hiyo stock miaka miwili inayokuja, nakumbuka mkopo obviously utakuwa na a certain period of time, without the assurance kama bado hiyo stock itakuwa iko relevant kwenye the market au kama itakuwa imerudisha the return ambayo inatakiwa kurudisha. So it's a factor ya pia ya risk ambayo iko associated kwenye stocks. Ndio maana most of the time hautoona mabenki yoyote ambayo atapokea hiyo stock ambayo unaimiliki kama collateral. Lakini living proof ambayo ipo ambayo inatumika all the time ni kwenye upande wa treasury bonds. Treasury bonds zinatumika kama collateral, na it's a very good collateral ambao mabenki they have no opposition kuichukua. Most of the time unahitaji tu kuwa na bondi yako and then utawasiliana na benki yako. Kwa hiyo rate ambayo anaweza kukupa is probably 80% ya kile kiasi ambacho wewe umekiwekeza kwenye hiyo bond.
Baada ya hayo makubaliano, basi kuna form tu kadhaa za kujaza ambao utajaza kwa kupitia sisi kama broker wako, and then baada ya hapo bond yako itakuwa iko pledged na utapata mkopo wako kutoka kwenye your respective bank. Kwa hiyo ambayo inatumika kama collateral ambayo tunaona inatumika all the time kama collateral ni treasury bonds, kwa sababu pia of level ya risk, kwa sababu tunasemaga government bonds they have the smallest risk na almost zinaweza zikawa classified kama a risk free investment hapa Tanzania. Kwa hiyo hizo ndo ambazo zinaweza zikatumika kama collateral and not shares. Basi kwa kufikia hapo, kwa kujibu hivyo, tutakuwa tumefikia mwisho wa presentation yetu hii ya leo. Kama ilivyokuwa kawaida, presentation yetu itapatikana kwenye our YouTube channel, tutai-upload the recorded version. Kwa hiyo kwa yule ambaye alikosa labda mwanzoni au kuna kitu ambacho anataka kukipitia upya, atapitia kwenye our YouTube channel ili kuweza kupata nakala hiyo. Lakini pia we advise you kuweza kufollow us kwenye different social media platforms zetu ili kuweza kupata updates za different news ambazo tunakuwa tunapost kwenye mitandao yetu ya kijamii. Lakini pia unaweza ukawasiliana nasi kupitia WhatsApp number ili tuweze kukutumia link kwenye our WhatsApp channel na our WhatsApp groups ambapo tunakuwa tuna a constant one-on-one with wawekezaji wetu. Kwa hiyo inakuwa a very easy way ya kuweza kuwasiliana na wawekezaji wetu na kuhakikisha kwamba tuna sort any issues ambazo mtakuwa nazo. Kwa hiyo baada ya kusema hivyo, ni kuwashukuru sana kwa kujoin nasi kwa wiki hii. Tunawatakia weekend njema na tutakutana wiki ijayo. Asanteni Thank sana you. kwa presentation njema na kazi njema.